Ni matukio mawili ya kutisha yaliyoripotiwa katika maeneo tofauti nchini, ambapo majengo yaliyokuwa yanaendelea kujengwa kuporomoka na kusababisha hofu na taharuki miongoni mwa wakazi. Katika jiji la Nairobi, jengo la ghorofa kadhaa liliporomoka ghafla, likiwaacha wafanyikazi wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi. Waokoaji wamekuwa wakifanya kazi usiku na mchana, wakitumia mitambo mizito na juhudi za mikono kuwatafuta manusura. Baadhi ya waliojeruhiwa wameokolewa na kukimbizwa hospitalini, huku idadi kamili ya waliokwama bado haijathibitishwa. Katika tukio la pili kaunti ya Kericho, jengo jingine liliporomoka na kusababisha watu kadhaa kunaswa chini ya vifusi. Vikosi vya uokoaji vilifika haraka na kufanikiwa kuwaokoa baadhi ya waathiriwa, ingawa kifo cha mtu mmoja kimethibitishwa. Tulikuwa tunafanya kazi hapa, tukamaliza tu vizuri. Sasa tulifika ile harakati ya kusukisha hiyo lift yenye inapeleka kokoto juu, ikasukishwa chini. So watu wengine walikuwa wananawa, alafu iko baadhi ya mafundi bado walikuwa wamebaki hapo ndani wakitoa vifaa yenye walikuwa nayo ya kazi. So mimi nilikuwa outside hapo mbali kidogo, nilikuwa napiga simu, na kidogo naona slab inashuka kutoka juu. Hii slab iliteremka tu pole pole hadi chini. Sasa watu tulikuwa tumemaliza hiyo kazi. So watu walikuwa nao. Sasa sisi mimi nilikuwa juu karibu watu wa saba, na wengine walikuwa wamefika karibu na stairs hapo. Matukio haya mawili sasa yamezua mjadala mpana kuhusu ubora wa ujenzi na ufuatiliaji wa miradi ya majengo nchini. Ndio tumeweza kupata mwenye alikuwa anasimamia hii site, na kwa sasa tunaambiwa ni kama watu 5 wako hapa. Wakazi sasa wanatoa wito kwa mamlaka kuimarisha ukaguzi wa majengo, huku uchunguzi wa chanzo cha ajali hizi ukiendelea. Ni tukio lenye huzuni na majonzi, huku wakaaji wakihimiza serikali kutia manani katika usalama wa ujenzi na ubomoaji wa manyumba. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka Nairobi, jina langu ni Edwin Murioki.